Yes, bana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa PMTV2, mimi naitwa Nicky Tozi. Niwape ishara nyingi sana wote ambao tayari mmekwisha kusubscribe YouTube channel ya PMTV2, mmetisha sana, na kama bado hujasubscribe basi subscribe sasa ili wa kwanza kupata habari zetu zote ambazo tutakuwa tusogezea karibu. Bana, nadhani wengi mnafahamu kile ambacho kinaendelea kuhusiana na aliyekuwa mtangazaji wa Wasafi FM. Hapa namzungumzia Diva the Boss ambaye alikuwa akitangaza kipindi cha Lavi Davi, na tumeona mara kadhaa akirusha na maneno na watangazaji wenzake pia, lakini Juma Lokole na wengineo. Lakini pia juzi kati alifunguka vitu vingi kuwa anaidai kampuni hiyo ama media hiyo mshahara hajalipwa tokea mwezi Disemba, na kuna vitu vingi sana alivizungumza. Lakini pia Juma Lokole naye mara kadhaa tumeona akimrushia maneno, na kubwa zaidi ambalo lilimkwaza Juma Lokole ni mara baada ya Diva the Boss kumuingiza marehemu Dida Shaibu na alimuita nyoka. Pazito. Sasa siku ya leo Diva the Boss ameandika ujumbe mrefu sana, na hii ni barua ya wazi naweza sema kwenda kwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. So kilizeni kama Diva the Boss anamuomba Mwigulu Nchemba aweze kumsaidia aweze kupata malipo yake ambayo mpaka sasa amepiga hesabu zake imekuja shilingi milioni 15. Ameandika hivi: naandika barua hii nikiwa na imani na dhamira yako ya kutetea haki za wananchi. Mimi Diva Giselle Malinzi, media personality award winning in Africa based in radio, nimefanya kazi Wasafi Media kwa miaka 5. Nimekuwa mtangazaji senior kwa miaka 18 sasa. Naheshimu sana taaluma yangu kwa sababu ni brandi nimeipambania sana. Nimeacha kazi baada ya mkataba kuisha, sijataka kurenew, na nilimtaarifu mwanasheria wa kampuni juu ya hilo. Niliomba nilipwe hela zangu baada ya mkataba wangu kumalizika. Niliamua kuondoka kwa amani kutokana na changamoto ya kutokulipwa stahiki zangu kwa wakati. Kiukweli nina majukumu yangu. Kwa mujibu wa mkataba wangu ninadai mshahara wa miezi 5 kuanzia Disemba hadi Mei yenye jumla ya shilingi milioni 15. Hizo ni nje ya hela za NSSF, fedha ambazo hadi leo sijalipwa kimkataba. Natakiwa lipwa hiyo hela. Badala ya kushughulikiwa madai yangu, nimejikuta nikishambuliwa na kuchafuliwa hadharani kupitia baadhi ya vipindi vya kituo hicho. Ameweka kwenye mabano hiki ambacho anakisoma, anasema video na comment za wafanyakazi na show hiyo vimefutwa. Wamenitengenezea zengo na nimeonekana kama muongo na mtu mwenye kama muongo mwenye nia mbaya, ili hali ninachodai ni haki yangu ya msingi kama mfanyakazi. Nina ushahidi wa madai yangu. Ninafahamu kuwa sipo peke yangu kwenye changamoto kama hizi, ingawa wengi wanaogopa kuzungumza. Nilifanya kazi kwa bidii kubwa, mara nyingi hadi usiku wa manane kwa ajili ya taaluma yangu na mafanikio ya taasisi hiyo. Nilipoamua kuondoka, nilitaka kufanya hivyo kwa amani. Sikutarajia kuwa madai yangu ya mshahara yangekuwa chanzo cha mashambulizi dhidi yangu. Ninachohitaji ni kulipwa jasho langu kwa mujibu wa mkataba wangu, ili kila upande uendelee na maisha yake kwa amani, huku mahakamani na wasubiri pia. Walini provoke so many times, na mimi siwezi kaa kinyonge, never, sababu at the end of the day mheshimiwa anadai haki yangu. Nataka malipo yangu yote. Naomba mamlaka husika ziingilie kati kuhakikisha napata haki yangu ya malipo ya mshahara ninayodai. Niko tayari kufuata taratibu zote za kisheria zinazotakiwa, lakini naamini haki ya mfanyakazi haipaswi kupuuzwa. Haki ya mtu haipotei. Kwa heshima, Diva Giselle Malinzi, media personality Tanzania. Hivyo ndivyo ambavyo Diva the Boss ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiomba msaada kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kufuatia kile ambacho anapitia kwa sasa. Yeye anachodai ni mshahara wake ambao hakulipwa tokea mwezi Disemba na mpaka Juni, ambayo pesa hiyo mwezi Mei kumradhi, ambayo pesa hiyo imefika shilingi milioni 15 za Kitanzania. Bana, mimi ningependa nisikie maoni yako wewe ambao unatazama sasa hivi na kunisikiliza sauti yangu. What do you think? Una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea sasa hivi kwa upande wa Diva the Boss? Unadhani Diamond atakuwa huko anafanya nini? Atakuwa anasonya sana ama ni kitu gani atakuwa anakizungumza? Wewe kwa maoni yako. Hii ni PMTV2, mimi naitwa Nicky Tozi. Nikushukuru, lakini pia nikukumbusha kusubscribe kama bado hujasubscribe ili kwanza kupata habari zetu nyingi zaidi. Mpaka baadaye, bye bye.